Yesu akawaambia msiogope. Ni mimi. Jipeni moyo. Nimefika. Jipeni moyo. Niko hapa kwenye maisha yako. Ni nani ambaye amefika? Nani ambaye amegonga? Haleluya. Unaona kimvuli ya nani kwenye maisha yako? Ni kitu ya kujiuliza. Kimvuli ya nani ambao umeona kwenye maisha yako inakufuata? Kuna vimvuli ambao vinatufuata nyuma. Kuna vimvuli ambao vinatuandama huko nyuma. Angalia, ni kimvuli kipi ambao kinakufuata wewe? Kimvuli ambao kinakufuata wewe, kimvuli ya kiburi. Kimvuli ambao kinakufuata wewe, kimvuli ya mikosi. Kimvuli ambao kinakufuata wewe, kimvuli ya uchawi. Kimvuli ambao kinakufuata wewe, kimvuli ya kutokuendelea. Sasa Yesu anakuuliza, presence yako, uwepo wako siku ya leo, vile vivumvuli ambao vinakufuata. Wanafunzi waliona kimvuli kikiwafuata huko. Angalia na wewe nyuma kwa mgongo wako, nini ambao vinakufuata? Mtoto angalie kila mmoja wetu mgongoni mwako kuna nini ambao vinakufuata? Mungu atubariki sana. Kuna vimvuli ambao viko nyuma yetu vinatufuata. Epuka. Kile kimvuli kikikufikia ni shida. Ni kimvuli kipi? Ikiwe bora, na ikuwe amani, ikuwe furaha, na ikuwe heri kwako, kiwe ni kimvuli cha Yesu. Mungu atubariki sana. Kile ambacho kinakufuata, ikuwe heri kwako, kiwe ni kimvuli cha nani? Cha Yesu. Haleluya. Kwa sababu akifika, si ni amani inaingia. Akifika, si furaha inakuwa. Kwa sababu amefanya nini? Amefika Yesu. Lakini ile kimvuli ambayo inakufuata, kama iko ni kimvuli kingine tofauti, ole kwako ndugu yangu. Ole kwako dada. Ole kwako vijana. Ole wenu kama maishani mwenu mnawafuata vimvuli vingine ambao ni tofauti na kimvuli cha Yesu. Kama kuna wafuata vimvuli vingine ambao ni tofauti na kimvuli cha neno. Kama unafuatiwa na vimvuli vingine ambao ni tofauti na kimvuli cha ujumbe wa wakati wa siku za mwisho, ni ole kwako. Ole wenu. Sababu wale wanafunzi, hiyo kimvuli kingilikuwa ni kitu kingine, kila mmoja angeanza kujitupa maji. Kabla ya kuuawa, acha nijiue. Kila mmoja angejitupa maji, gugum, tubum, tubu. Kwa sababu kuna kuja kitu ambacho kinawaangamiza. Lakini kile kimvuli ambacho kilifuata wanafunzi, kilikuwa ni kimvuli cha nani? Cha Yesu. Na kimvuli ya Yesu ndani ya familia yetu kinaonesha nini? Upendo. Kimvuli ya Yesu ndani ya familia yetu kinaleta nini? Amani. Kimvuli ya Yesu ndani ya ndoa yetu kinaleta nini? Furaha. Kimvuli ya Yesu ndani ya jamii yetu kinaleta nini? Umoja. Amen. Ni vyema na kupendeza ndugu kukaa umoja kwa umoja. Si ndio neno ilisema Zaburi? Mtumishi wa Mungu Daudi. Ni vyema na inapendeza ndugu kukaa umoja kwa nini? Kwa umoja. Wakati mnapokuwa umoja kwa umoja, kuna kimvuli ambao kitakuja. Na kile kimvuli wakati kitakapowasili, itakuwa ni kimvuli cha nani? Cha Yesu. Na wakati mko umoja kwa umoja, neno letu linatuambia ni nani? Ni mimi. Mungu atubariki sana. Ni mimi. Uwepo wako unazungumza nini? Uwepo wako ndugu, uwepo wako mama, uwepo wako mtoto, uwepo wako mahali popote pale, inawezekana hata marafiki zako wako kikundi, wewe ukifika kunakuwa nini? Amefika. Mimi najiendea. Huyu anakuja na vurugo zake. Mimi najitokea. Kwa sababu wanakujua. Uwepo wako wewe ni vurugo. Uwepo wako wewe ni shida. Hauna amani mahali wewe unapofika. Mahali unapofika wewe panakuwa ni vurugo. Haleluya. Unaleta ametuletea mahabari. Sutwa. Unajulikana.
Halo. Nikwambie, niambie, niaje. Acha nikupe habari, supu. Njoo presence yako. Maana wewe ukifika tu ni moja ile halo au tuseme jambo ndio ukweli. Mengine sasa ni maisha ya wengine. Ndugu na dada. Ndani ya maisha yetu. Naposikia mlango unagonga, tujiulize ni nani. Na ile kujiuliza ni nani, uchukue hili neno. Unapochukua hili neno, unatazama. Kile kimvuli unaangalia nyuma yako, kuna kimvuli ambacho kinakufuata. Unachukua hili neno, unalitazama. Ni kimvuli kipi ambacho kinanifuata? Siku ya leo ni siku ya wewe kujiangalia kwenye maisha yako. Unafuata na kimvuli gani?